Kulingana na taarifa rasmi kutoka Vatican, zimetoka taarifa za kuhuzunisha kwa Wakristo wote ni juu ya kifo cha kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, Papa Francis, ambaye amefariki leo Jumatatu ya Pasaka Aprili 21, 2025 saa 1:35 asubuhi kwa saa za huko Vatican, akiwa na umri wa miaka 88. Papa Francis amefariki katika makazi yake ya Casa Santa Marta, Vatican, baada ya kuugua kwa muda mrefu kutokana na nimonia ya mapafu yote mawili. Papa Francis ambaye alizaliwa kama Jorge Mario Bergoglio alikuwa papa wa kwanza kutoka Amerika ya Kusini na aliongoza kanisa Katoliki tangu mwaka 2013. Alijulikana kwa maisha ya unyenyekevu, utetezi wa masikini na waliotengwa, pamoja na juhudi zake za kukuza mazungumzo ya kidini na kijamii. Katika siku za mwisho za maisha yake, licha ya afya yake kudhoofika, alionekana hadharani kwa mara ya mwisho kwa maana ya Jumapili ya Pasaka Aprili 20, 2025 akibariki waumini akiwa kwenye kiti cha magurudumu katika uwanja wa Mtakatifu Petro. Papa Francis alianza kuugua mapema mwaka huu wa 2025 na hali yake ya afya ilizorota kwa hatua kadhaa hadi kufikia kifo chake. Februari 5, 2025, Papa alitangaza kuwa alikuwa na mafua makali. Siku iliyofuata, Vatican ilithibitisha kuwa alikuwa ameambukizwa bronchitis, hali iliyomlazimu kupokea wageni wake akiwa katika makazi yake ya Casa Santa Marta badala ya ikulu ya kitume kama kawaida. Lakini Februari 14, 2025 alilazwa katika hospitali ya Gemelli mjini Roma kwa ajili ya vipimo na matibabu ya bronchitis. Hali yake ilizidi kuwa mbaya na kupelekea maambukizi ya mapafu yote mawili kwa maana ya double pneumonia, pamoja na dalili za awali za kushindwa kwa figo. Machi 23, 2025 aliruhusiwa kutoka hospitalini. Hata hivyo, afya yake iliendelea kuwa dhaifu na alionekana hadharani kwa mara ya mwisho wakati wa baraka za Pasaka. Hii ni Aprili 20, 2025 akiwa kwenye kiti cha magurudumu. Hata hivyo, Aprili 21, 2025 Papa Francis alifariki katika makazi yake ya Casa Santa Marta, Vatican, akiwa na umri wa miaka 88. Kifo chake kilitokana na matatizo ya kiafya yaliyohusisha maambukizi ya mapafu na kushindwa kwa figo. Nikukumbushe kuwa jina halisi la Papa Francis ni Jorge Mario Bergoglio, ila alichagua kutumia jina la Francis kwa heshima ya Mtakatifu Francis wa Assisi aliyejulikana kwa unyenyekevu na upendo kwa masikini. Papa Francis alizaliwa mwaka 1936 mjini Buenos Aires nchini Argentina, licha ya kuwa na asili ya Kiitaliano. Kabla ya kuwa Papa, Francis alikuwa padri wa Jesuit kwa maana ya Jesuit priest. Aliingia shirika la Kijesuit mwaka 1958 na kuwekwa wakfu mwaka 1969, lakini pia alifundisha falsafa na teolojia katika vyuo vikuu mbalimbali vya kidini nchini Argentina. Mwaka 1992 aliteuliwa kuwa askofu msaidizi wa Buenos Aires na mwaka 1998 aliteuliwa kuwa askofu mkuu. Mwaka 2001 aliteuliwa kuwa kardinal na Papa John Paul wa pili. Papa Francis alichaguliwa kuwa papa wa 266 katika historia ya kanisa Katoliki tarehe 13 Machi 2013, akimrithi Papa Benedikti wa 16 ambaye alistaafu. Kifo chake kimeibua maombolezo na heshima kutoka kwa viongozi wa dunia na waumini wa dini mbalimbali, wakimtambua kama kiongozi wa kiroho aliyeleta matumaini na mabadiliko katika kanisa Katoliki na jamii kwa ujumla. Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Hii ni Lushuli TV Updates. Mimi ni Justin Kosan. Unaweza kututembelea katika mitandao yetu ya kijamii pale Instagram kama Lushuli_TV_. Vivyo hivyo TikTok tunatumia Lushuli TV, na hapa YouTube tunapatikana kama Lushuli TV. Kama ndo kwanza unaungana nasi, fanya kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kuweza kuwa wa kwanza kabisa kupata updates zetu. Bye bye.